Hayawi sasa yamekuwa. Lile jambo letu ambalo tumelisubiri kwa muda mrefu sasa limekamilika. Ni Paradise Mission Pre and Primary School, shule bora na ya kisasa na yenye hadhi ya kimataifa. Paradise Mission Pre and Primary School inayopatikana Mbalizi ni shule yenye mazingira mazuri yanayomwezesha mwanao kujifunza kwa utulivu. Jambo lenyewe ni kwamba sasa inatoa fomu za kujiunga na madarasa ya awali, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 na la 6. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Ili kukamilisha jambo lenyewe, usafiri ni wa uhakika sababu kuna magari ya kisasa tena yenye wahudumu ndani. Hivyo usalama wa mtoto ni wa 100%. Fomu za kujiunga na Paradise Mission Pre and Primary School zinapatikana shuleni Paradise Mission Pre and Primary School, Mbalizi, Beako Resort iliyopo Kadege Mbeya na Usungilo Hotel iliyopo Magorofani. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0678477869. Nataka walimu mwe kama mmesema mtabaki, msimsumbue mkuu wa shule. Mbaki, alafu mkuu wa shule nipe orodha ya walimu wanaobaki. Hata kama ni 10, basi tukubaliane kwamba kila mwisho wa mwezi wao labda nitakuwa na watoto posho labda hata 50. Kusema inatoka mfukoni. Si ndivyo? Kwanza sisi tufanye kazi yetu sisi wenyewe walimu. Kabla yani tatizo tunalopataga, mnataka kulazimisha hao maskini wachanga. Hao watu wanaowazunguka shule hii ni maskini sana. Asilimia chache sana, na wengi kama mlivyosema wako private. Lakini wengi watoto wao ama walizaa kwa bahati mbaya ama hawakupanga. Nimwambia mazingira ambao wanazaa, nimwambia mkuu wa shule. Niambia wakati fulani mnajipa sukari za bure. Ndio maana wao waliamua kuchagua bodi ambayo mwenyekiti ambaye anajua mazingira yao. Walijua mimi siwezi kuanza kuwasimama. Ukweli ni kwamba mimi nimekulia mazingira haya. Ukimwambia mama saizi 500, mimi mama yangu alikuwa anaishi huko. Unataka tu akimbie nyumba. Na ndio maana hata leo kwenye mchango niko pale nimekimbia makusudi kwenye mkutano kwa sababu najua wao wataanza kutumia ubabe, lakini sio issue, sio kwamba watu wapende kuchangia. Kipato chao ni kidogo sana. Lakini hali walionayo na yenyewe ni ngumu sana. Saizi ni muda wa kupanda. Umepata? Na wengi vyakula vyao wale wanamaliza kabla ya kuvuna. Nyinyi hapa hamna watu wenye maisha ya kati, hapa hamna kwenye shule hii. Mmepata jamani? Hamna wazazi wa maisha ya kati, hapa mna wazazi wa maisha ya chini. Ndio highest percent ya hao sasa. Kwa hiyo namna kufanya sasa, mkileta maoni kama haya, tunapoenda bodi sasa kuwashauri kwamba jamani, tuwapa hata kidogo na nyinyi mvolunteer na si bodi tu volunteer. Asije mwalimu tena anaanza mwalimu mkuu hapa na mwambie mwalimu mkuu, mbona wazazi wenyewe wachangi? Basi sisi tumezila. Unajua pale hujengi. Kwanza shule inazidi kudidimia, lakini la pili legacy yako kama mwalimu haitakuwepo. Sisi tumesha obtain problem. Sisi ndio wasomi. Tumeshajua changamoto kubwa. Hivi shule hizo serious watoto wanaweza kukimbia kwenda mtoni? Wazazi wanaotoka wazazi serious wenye maisha ya kati, kuna watoto wanaweza kwenda mtoni? Nyinyi watoto wenu wenyewe hapa si ajabu hawasomi hizi shule. Nyinyi walimu wenyewe hizi shule wenyewe hizi hapa tukianza kuhesabu kuanzia ya Yela yenyewe mpaka shule ya airport kule forest, hata Samora yenyewe walio wengi hapa wako kwenye private school watoto wetu. Kama sio nursery, primary. Kama sio primary. Kwa hiyo sisi ni serikali tumewekwa na tunalipwa mshahara na serikali. Sasa namna ya kufanya tunapokuwa na bodi kwa pamoja, bodi ikaonesha njia na nyinyi walimu tusaidie kuonesha njia. Msituachie bodi. Umepata? Mimi sasa hivi nimesema mimi nawafahamu wazazi wangu wa yeye. Hata kama kuna mtu hawafahamu lakini mimi nawafahamu vizuri kabisa. Nafikiri mkuu wa shule ameshakuwa mzoefu sasa. Kwa mimi hiyo orodha ya walimu kufanya hata juzi nilimuuliza mkuu wa shule. Mwanze hizo programs. Sawa? Mimi kila mwezi ndawapa hiyo posho ya milioni 1. Lakini kubaliane msiwafukuze watoto. Ninawaambia kwa sababu mimi nimeishi hayo mazingira ni magumu. Sawa jamani? Sawa. Atakaye volunteer mwacheni, lakini hebu tufocus sisi kwenye mission ya shule.
tunataka kuboresha shule. Tuanze sisi kwanza ambao ni wasomi, ambao tumeaminiwa, tuna hii mishahara ni kodi yao. Umeipata jamani? Hii mishahara ni kodi zao. Wanakatwa kodi huko. Sasa tunawakata kodi, wanalipa, si ndivyo? Tunalipwa mishahara. Tupo hapa pamoja na changamoto hizo nazo, ni kwa sababu bila changamoto tusingekuwepo walimu wengi hapa. Tungekuwa hamna changamoto, maana hata idadi ya walimu, maana tungepunguza fursa ya kuajiriwa. Umeipata? So challenge sometimes ni opportunity. Kwa mimi waombe kwanza mjue kwamba mnaishi na watu wa kawaida. Sawa jamani? Wa kawaida. Hawa sio mbea deni. Umeipata? Hawa wazazi wao nikiwapeleka mmoja mmoja hapa ni balaa. Ni balaa. Kwa hiyo wakati fulani ukikutana na mzazi, wewe jaribu tu kumsikiliza. Una nini? Una nini? Usianze kumwambia unajua utampa headache, atakufa muda sio wake. Akifa huyo mtoto ndio kabisa ataacha na shule. Most of parents wa sasa, wengine labda nichukulie mfano, ndio hawa watoto walikuwa ni hawa wazazi ambao wakatufanya kwa watoto. Wamezaa huko ulaiani, juu kwa juu. Mtoto kazaa mtoto. Anafika umri wa kwenda shule sekondari. Za bure sasa za Magufuli, si mnajua? Anafika umri wa kwenda shule, anayetakiwa kusomesha yeye mwenyewe hana uwezo. Yeye mwenyewe ni mdogo. Sasa tumpige Mungu mawe. Kwa hiyo changamoto zingine za kutatua ni za kutumia akili zetu wenyewe sisi wasomi. Si ndio tuko free kwenye mazingira, sawa? Tusiyageuze mazingira magumu wakati tunajua ni magumu kweli, si ndivyo? Tukageuza magumu tukaanza kujipa faraja kwamba tukitoa amri hapa wataleta mamilioni ya fedha. Hapana. Hiyo ni sawa tu na kusubiri pale unaenda kwenye daladala, unasubiri ndege tu. Ni ngumu sana. Kwa hiyo tukubaliane kwamba mimi mwenyekiti wa bodi, sawa? Mimi nafanya haya kwa sababu ni wazazi wao, sawa? Nitatoa milioni 1 kuanzia Januari kila mwezi kwa ajili ya shule, kwa sababu mimi ndio ninaoajirika, sawa? Na nyinyi msianze kupigana tena huko, yani tumepangiana vipindi, unaacha kuvolunteer ili angalau hata kwa Mungu kufika. Tunajua kuna watu wengine duniani wanachukiwa na kwa Mungu watachukiwa. Fanya ibada yako iliyo sahihi leo. Ukifa hata angalau uwe na uhakika hata sehemu moja kwenda. Ama duniani wakulilia, hata Mungu anaweza kukumbuka kwenye adhabu zake. Sisi ni professional. Tukitumia professional yetu kujitolea kwenye akili tu ya kawaida. Hivi unapungukiwa nini kujitolea kumfundisha mwanafunzi ambaye hana uwezo kwenye remedial classes, na wala wewe ujitolee tu direct? Ni kwamba unapungukiwa nini? Tunataka nusu hata sehemu ya maisha yako leo kujitolea kwa maskini. Hayawi sasa yamekuwa. Lile jambo letu ambalo tumelisubiri kwa muda mrefu sasa limekamilika. Ni Paradise Mission Pre and Primary School, shule bora na ya kisasa na yenye hadhi ya kimataifa. Paradise Mission Pre and Primary School inayopatikana Mbalizi ni shule yenye mazingira mazuri yanayomwezesha mwanao kujifunza kwa utulivu. Jambo lenyewe ni kwamba sasa inatoa fomu za kujiunga na madarasa ya awali, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 na la 6. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Ili kukamilisha jambo lenyewe, usafiri ni wa uhakika sababu kuna magari ya kisasa tena yenye wahudumu ndani. Hivyo usalama wa mtoto ni wa 100%. Fomu za kujiunga na Paradise Mission Pre and Primary School zinapatikana shuleni Paradise Mission Pre and Primary School, Mbalizi, Beako Resort iliyopo Kadege Mbeya, na Usungilo Hotel iliyopo Magorofani. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0678477869.